Kwa unafanya mazoezi kidogo. Nafanya. Unajua hiyo muhimu, inasaidia kujenga wewe na mtoto pia. Utakuja kujifungua salama. Ni kweli. Sema kwa upande fulani tumbo linakupendeza. Nimechoka. Kuchoka kawaida kwenye kipindi kama hiki. Kuchoka kawaida. Kwa hiyo hapo umekaa hivyo, yale mawazo yote, daktari, sijui rubani, tupilia kapuni au si? Mimi sipendi maneno yako. Basi nisamehe. Utani tu. Utani. Utaki hata siku moja ukiwa kwenye hali hiyo ucheke. Sasa maneno gani unayoongea? Nisamehe basi, si utani. Mungaa kama walisia na pale pale. Mpaka sasa hivi hata ukikumbushiwa chemistry unakumbuka kweli, maana miezi 9. Nitakumbuka nini? Najiuliza kuhusu nyumba yangu tu basi. Ndio maana nikawa nasema hivyo kwamba daktari na mtupilia kapuni kwanza. Nisijenga kukera zaidi. Nini? Nini tatizo? Nini shida? Kusaidia kupeleka ndani. Mama! Mtenda. Nani hapa nimekwambiaje? Si nilikwambia usikanyage hapa. Mama, nini? Naumia. Nenda kwenu. Nenda kwenu. Mama, naumia. Mama, jikaze. Jikaze. Mtenda. Jikaze mwanangu. Jikaze. Pole mwanangu. Mama, naumia. Jikaze mwanangu. Jikaze. Jikaze mwanangu, pole. Pole mwanangu, jikaze. Jikaze mwanangu. Mama, naumia. Jikaze. Ile ndoto ya iloijaza roho, jaza roho, mevunjika moyo. Mana haipo, thamani yako, thamani ya ule mwendo wako, mekatishwa no. Mana haipo, thamani yako, thamani ya ule mwendo wako, Jikaze. mekatishwa no. Tena mwanangu, jikaze basi. Jikaze. Jikaze mwanangu. Tena mwanangu. Mama, jikaze. Jikaze mwanangu. Jikaze. Jikaze basi. Jikaze. Mtenda. Jikaze mwanangu. Jikaze. Mama. Tena mwanangu, jikaze basi. Jikaze. Sasa ndio sio kwa nini peke yako huko machakani saa hizo. Huko upakizwe kama hivi. Kwa mfano, jioni kama hiyo ungekuwa unarudi wewe peke yako. Ingekuwa
Tunapendeza sana ndani ya sare, kama watoto wa mama mmoja vile. Natamani njia ingekuwa moja pia kuelekea kesho. Sema tu changamoto zinalazimisha kututofautisha. Hivi kweli umbali wa kuja na kutoka shule unashindwa kutatulika? Na ni kweli tunakosa mbadala wa kuni ili kuwakinga dada zetu na wabakaji mapolini? Sio kweli. Na kama shida ni vishawishi, wazazi ama walezi wetu wanashindwa kutujenga katika ustahimilivu, au nizifikie mamlaka husika? Huenda huko kuna msaada. I'm in love with my boyfriend who has always been by my side. I never thought that there could be someone who would stand. Zeda. Mbona mtoto analia hivi? Toka ulivyoondoka mama, mtoto analia sana. Isitoshe maziwa hayatoki, nahisi atakuwa na njaa. Maziwa hayatoki? Ngoja basi nikakukorogea uji nikupe, maana nasikia unasaidia sana maziwa kukorogea. Sawa mama. Maana nimetoka kubombani na pia maji hayatoki. I'm in love with my boyfriend who has always been by my side. I never thought that there could be someone who could stand with me till the end. I'm in love with my boyfriend who has always been by my side. Yaani wewe ulikuwa sawa malalamiko tu. Yaani malalamiko tu. Mimi silalamiki, ila nakwambia ukweli. Yaani zile kama mimi nikiwa nakwambia ukweli inaonekana kama nalalamika. Wewe unagubu. Yaani wewe unagubu. Shaona bwana. Yaani kikosa tu hapa malalamiko, kelele. Unagubu wewe. Kwa mimi kuambia ukweli wewe mimi nagubu. Umeniambia ukweli. Kwa sababu nimekosa. Au unaona mimi kwenda kule kuna kutafuta kule, mimi na chuma tu. Na chuma tu. Nakuja nazo hapa. Hauna. Siku ya kwanza hauna, siku ya pili. Kweli kila siku wewe hauna, kila siku. Kwa kila siku nakala njaa kumbe. Maisha nimeachoka bwana. Sasa leo katafute wewe. Nishaamua. Leo katafute wewe. Lakini mume wangu, mimi kukuambia hivyo sio kwamba naongea kwa nia mbaya. Shikamoo. Baba mdogo wangu, jambo? Si jambo. Shikamoo. Marahaba. Vipi, mbona panga mkononi? Naenda kukata kuni. Sema ndio hivyo, mimi nimechoka tu, tungeongozana na mdogo wangu. Hamna shida, wewe baki tu, mimi naenda sasa hivi tunarudi. Basi sawa. Haya. Basi sawa mume wangu, nenda. Nikatafute. Shida kweli moja. Wewe nisikilize mimi. Sio unielewa? Nikaenda pale nikipata sawa. Umeona bwana, nikikosa sawa. Family life, unashukuru Mungu. Baadaye ngoja nikatafute. Samahani mume wangu. Vipi tena? Njia yako yuko huko wapi? Njia hii shaka ina nuksi. Toka ndani mikelele gugu tubatizana, ina nuksi. Naenda kutafuta baadaye. Wapi iliko? Wapi ile ndoto yako? Ile ndoto ya iloijaza roho, mevunjika moyo. Mana haipo thamani yako, thamani ya ule mwendo wako mekatishwa no. Pake pale unanipa signal mimi pale na umoja na mke wangu. Sasa huyu ananiita nikaselelewi. Nikabidi nikimbize nimekupata. Kumbe alikuwa ananiita kweli. Nimekuita. Vipi ndio leo Leo kuhusu nini? Bwana mambo yako bwana.
Mimi nikajua ananiita pale. Yaani mchezo leo umetiki ndio nije tukutane huku. Sasa umenitia nini sasa kama hicho kuitia leo? Ile hela yako ya jana, ile 300 yako kunipa jana. Mama kaichukua kaenda kununulia chumvi. Kwa sina hata hela shule. Sasa mambo yako bwana. Sasa hela shule umenunuaje chumvi sasa? Kwani mimi namkiona ni bora. Yeye mwenyewe analalamika kule hela hana. Mimi mwenyewe hela sina. Umeenda kununua sasa mambo yako. Fresh kuhusu nini? Yenyewe ndogo. Yaani mwanaume baili wewe. Jana 300. Leo 300. Sasa tuko wawili tuko polini kwani swala la uhusiano vipi na mambo yetu? Mzee niachie hivi. Kwanza kesho namtia. Kumbe unaamia akili sina mimi eh? Unakuja unaniita nakuja speed unajua kuna asa unanitia nini polini? I'm in love with my boyfriend who has always been by my side. I never thought that there could be someone who could stand with me till the end. I'm in love with my boyfriend who has always been by my side. I never thought that there could be someone who could stand with me till the end. You are my Lord and my provider. You are my giver, my defense. You are my guide and this is your grace to me. After all I have gone wrong, you are my Lord and my provider. Asante. Sasa siku 2-3. Salama. Bali ya shule. Shule hamna jipya, yale tu. Mama vipi? Mama ametoka. Sio mbaya. Nilipata ujumbe wako. Hongera kwanza. Asante. Anaendelea kidogo. Hajambo, amepumzika ndani. Kwa kika kiume? Ya kiume. Wow. Jembe. Hongera. Mimi sikuwa na mengi sana, nilikuwa tuna habari na wewe. Habari gani? Nadhani ni wakati wako sasa kuendelea kukimbiza malengo yako. Benja. Inawezekana. Kumbuka mimi ni mama sasa. Inawezekanaje? Sasa kwani kuwa mama inakuzuia wewe kurudi shule? Siwezi tena kurudi shule. Kama malengo nishapoteza. Mimi sasa hivi natakuwa nimlee mtoto. Basi kikubwa usome. Ukiwa rubani utukumbuke na sisi na huyu mtoto. Hapana, sio kweli. Unajua nimesikia kwamba inasemekana mtu akipitia kama kupitia wewe akajifungua salama ni anaweza kurudi shule. Akaendelea na masomo yake kama kawaida, tena ukizingatia umri unaruhusu, hali inaruhusu kwamba ni mzima. Sasa kwa nini usirudi? Ni kweli. Siwezi tena kurudi shule. Mimi ni mama sasa. Inawezekanaje mimi kurudi shule Benja? Kama hili jambo linawezekana na wewe pia umepitia hivyo na bado upo tena upo salama, unaweza kurudi. Nadhani ni swala tu la kwenda kufuatilia utaratibu ukoje, vitu kama hivyo. Mimi siamini hilo. Nishakata tamaa kabisa. Siwezi tena kurudi shule kutimiza malengo yangu. Mimi sasa hivi nipambane tu mtoto wangu, nimwangalie vizuri, basi. Lakini sio kurudi tena shule, haiwezekani. Okay, basi tufanye hivi. Umekuwa ukiniamini siku zote, si ndio? Basi naomba uniamini kwamba nitafuatilia. Wewe nikupunguzia majukumu, endelea kwanza kumlea, sawa, ya kufuatilia, kujua taratibu au kujua kama hiyo kauli ni kweli au sio kweli ya kurudi shule. Mimi nitafuatilia. Niachie mimi. Hakuna shida. Sawa. Nataka narudi kwa pale pale.
Ukisema kwamba mimi nikiwa mwanajeshi wanakuwa daktari ananitibia. Sasa utakiwe hivyo. Sawa, mimi sikai sana. Nikukimbie. Unajua umechoka. Ya, kweli. Hapo unajua tena pale pilika za nyumbani zote niko mwenyewe. Sawa basi. Kama kija tampa hai kidogo nitagusa kwa ajili yangu. I'm in love with my boyfriend who has always been by my side. I never thought that there could be someone who could stand with me till the end. You are my Lord and my provider. You are my giver. Hivi unatembea au unakimbia? Natembea, sema ndo mwendo wangu. Mtenda jambo. Nitenda jambo mzima na ameshajifungua mtoto wa kiume. Ingawa mtoto sikumuona, ila nilivyomtembelea alikuwa amepumzika na alinihakikishia kwamba mtoto ni mzima. Oh, hongereni. Asante, tunachomshukuru Mungu tu ni kwamba amejifungua salama. Yeah. Naona uko peke yako leo. Rebeka kwa wapi? Rebeka kwani hajapata taarifa kwa amebakwa? Rebeka amebakwa? Lini? Mbona toka juzi? Mbona gipi? Sasa kama Rebeka amebakwa, wewe unapata wapi ujasiri wa kutembea peke yako porini? Ni moyo tu. Hata hivyo mbona nimeanza kukimbilia toka ipo shule. Na ulibarika kujua hali yake? Kidogo anaendelea vizuri kwa sasa tu. Ila wakati mwingine vitu makini zaidi. Kama inatokea kwa Ntenda kuja kwa Rebeka, hatuwezi kujua inawezekana kitu kimeshachafuka. Naweza kupita hata nje kwa kule kwa salama. Sasa kwa kwanza. Jabaka. Babu, kisha wewe ndio unakuja kwa kweli unataka kuwa mkazi. Sasa kila siku nakwambia hivi sasa bila ambieni. Mimi nibaka. Mimi nambaka nani? Kwenda bwana mkoa ni mtu wa majanga kila siku. Kila siku. Mimi sipendi. Mimi sijabaka mtu yote. Salama kwema. Kwa kusingizia wewe una nini? Umembaka yule mtoto wewe. Hivi mama, ili swala mwanao unalichukuliaje? Hata mimi sijaelewa anachokitia kweli. Hakuna ugumu wote kwa mama wangu. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Huyu mwanao kuna siku nilishamkuta polini na Kinoge. Ile kuniona tu wakanikimbia. Dada nini? Nakusingizia? Nakusingizia? Na kama haitoshi, katika pita zangu huko nimemsikia Kinoge akigombana na mkewe kuhusu swala la huyu. Na ninahisi hata kwa kubakwa toka amebakwa na huyo Kinoge. Kinoge huyu anaweza kanifanyia hivyo mimi?
Muulize vizuri mwanao, lakini mimi nina ushahidi itakuwa ni huyo Kinoge ndo alombaka. Yaani mama, ukimsikiliza dada, utagombana na watu wote hapa kijijini. Ni kweli kabisa mimi nimebakwa. Lakini leo nibaka so Kinoge, ni watu wengine kabisa sijawahi kuwaona. Mtoto muongo huyu. Kama sio Kinoge kumbe unajua. Ina maana uliwaona walokubaka. Mama, nina uhakika kabisa aliyembaka huyu ni Kinoge. Samahani mwalimu, kuna kitu nitaka niulize kidogo. Uliza. Hivi kuna utaratibu wote ambao umewekwa wa kumwezesha mwanafunzi ambaye amejifungua kurudi shule? Kwa nini unaniuliza hivyo? Una mwanafunzi labda umemtia mimba unataka arudi shule? Hapana mwalimu. Nimeuliza tu ili nijue. Hakuna taratibu hizo. Mtu akishazaa ameshachagua maisha mengine. Mbona nimesikia kama inawezekana hivi? This is too much. Haiwezekani, mwanafunzi akishazaa hawezi kurudi tena shule. Atakuwa mama wa nyumbani. Unaelewa vizuri? Sasa kama hajawa mama bado ana umri wa mwanafunzi. Hata kama angekuwa ana umri wa chekechea, ameshachagua kuwa mama wa nyumbani, ameshazaa. Hapaswi tena kurudi shule. Yaani unataka hata hawa wengine wa hapa nao waliokuwa na akili zao timamu wamfuatilie huyo ambaye yeye ameshazaa tena arudi tena shule. Kwa hiyo na hao nao hata wakizaa watarudi tena shule. Si ndio maisha hayo wanataka uchagua? Okay? Unanielewa vizuri? Nimekuelewa. Yaani mwanafunzi akishazaa kurudi tena shuleni, sahau. Never ever. Halafu na wewe kuwa makini. Na kuona tu na vile vibinti. Sawa? Ukija uwatie mimba wale. Utanijua mimi nani. Sawa? Wapi iliko, wapi ile ndoto yako, ile ndoto ya iloijaza roho, mevunjika moyo, mana haipo thamani yako, thamani ya ule mwendo wako, mekatishwa no, mana haipo thamani yako, thamani ya ule mwendo wako. Jana wakati ulipoondoka, Benja alikuja. Alinishauri ili nirudi shule. Kurudi shule? Yaani tumeshindwa kurudi sisi. Uje kurudi wewe shule. Kwa mimi ninavyojua, mtu ukishajifungua kurudi shule inakuwa ni ngumu. Lakini Benja amenihakikishia kuwa nitarudi shule. Na nina hakika mama, mimi nitarudi shule. Subutu, kwa hiyo shule ya babako au shangazi yako? Mama. Lakini rais amesema. Mwanangu, usiwe mvivu kufikiria. Huyo diwani tangia tumpe kula pomemona karudi. Hata kama mama, ila mimi nina hakika nitarudi shule.
Bala lako hilo limeanza ndani. Ngoja nikamwangalie. Mama, tajusia wako mara moja. Kesho, usipoteze siku moja. Mama, tajusia wako mara moja. Kesho, usipoteze siku moja. Mama, usia wako mara moja. Kesho, nisipoteze siku moja. Mama, Mimi nimekuja kwenu. Hii familia yenyewe mnatafuta nini? Manake mji mzima mmeneneza mimi nimebaka, wewe nimekubaka lini? Au mnatafuta sababu mnipeleke jela bila tatizo lolote? Sikiza nikwambie, unaongea tu. Hapa nishamwambia mamangu kwamba wewe haukunibaka. Wewe swala la jela, yani hata usiwe na wasiwasi nalo, utaenda jela. Ila sasa na jambo hili mmoja ndio kilichonifanya nikuvute huko. Kuanzia leo mimi na wewe basi. Wewe uwe baba wa familia yako na mimi nifuate kilichonipeleka shule. Sijui umenielewa? Sasa vile vichenchi vyangu Mungu anakupa vipi sasa? Yaani hivyo vichenchi vako fanya kama umetoa sadaka kanisani. Poa tu. Mwenyewe unataka unipeleke mimi niende jela, mimi nimekubaka lini? Chukua vichenchi vyangu alafu nimebaka mnanitongoza sifa mbovu. Ya Allah. Wasala. Wewe wasala. Msimama yako. Mimi mwenzako bwana, wahi nyumbani tena niuma. Bwana tuna njaa. Ona hiyo vipi? Kuwaiwai kwako utakosa mambo mengi. We, umepata wapi hiyo? Umepata wapi vipi? Mjini hapa shoga yangu, changamka, umekaa sijui kitu gani. Jamani Rebeka wewe. Shauri yako vitu vya watu hivyo. Kwa hiyo kama vitu vya watu niliwatuma wanifu. Na hisi yule Rebeka alibaka kwa tamaa zake tu mwenyewe. Jamani, mbona Rebeka amebadilika hivyo? Hata mimi nashindwa kuelewa kwa nini amebadilika ghafla hivyo. Yaani mimi sasa hivi naogopa hata kupita njia za kati. Wakati naenda shule au narudi shule. Kwa sababu kijiji chetu sasa hivi kinaogopesha, yaani sasa hivi matukio ni mengi sana. Sawa shoga yangu, nashukuru kwa kunipa hizo taarifa. Maana sina lolote ninalolijua hapa. Basi sawa, kesho utakuja kumwangalia mtoto. Sawa, karibu. Haya, asante. Maskini Rebeka. Mungu, kuna nini katika hichi kijiji chetu? Mbona kimebadilika hivi? Wapi iliko? Wapi ile ndoto yako? Ile ndoto ya ilojaza roho, mevunjika moyo. Mana haipo thamani yako, thamani ya ule mwendo wako, mekatishwa no. Mana haipo thamani yako. Nataka nitilie mkazo alilolisema waziri wa elimu. Tumeamua watoto wote ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali. Utoro, sababu za kisheria kwamba ukipata mimba uruhusiwi kuendelea na masomo. Lakini wale waliodondoka la 7, tunajua kuna wanafunzi wetu wazuri sana. Kwa bahati mbaya wakati wa mtihani ni mtihani, hawakufanya vizuri. Lakini baada ya kukaa nje wamejutia, tunawapa nafasi nyingine kurudi na kufanya mitihani. Mtoto wa kike akishakuwa mama, kama amekuwa mama yuko darasa la 6,
hatarudi tena darasa la 6 kuendelea na shule. Hiyo ndiyo kawaida. Lakini wale wanaopata bahati mbaya wakiwa sekondari, wale wanarudi. Na wanarudi wanaendelea na masomo yao vizuri. Wengine wanafika mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo hapa ni suala la kutoa fursa, na wenyewe watajipanga. Lakini kwa wale ambao wanahisi hawataweza kurudia tena shule ya msingi, tumewaekea mkondo mwingine unaitwa elimu mbadala, alternative education, au jina lolote lile. Watakwenda kwenye mkondo huo, waendelee na masomo yao, tuwafundishe namna ya kujiingiza kwenye miradi, ili akitoka hapo aweze kwenda kufanya miradi, kujitunza yeye na mtoto aliyemzaa. Sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Leo ni Alhamis, Agosti 17 mwaka huu 2023. Ni matumaini yetu kwamba hujambo msikilizaji na umeamka salama. Karibu makala ndefu ya habari inayoangazia taarifa mbalimbali za ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, pamoja na uchambuzi wake kwa kina kuanzia wakati huu hadi saa 3 kamili asubuhi. Anasimamia studio kuhakikisha kwamba matangazo tulionayo asubuhi hii yanakufikia hapo ulipo kwa ukamilifu wake. Na hizi ni miongoni mwa taarifa zetu utakazozisikia. Katika nchi nyingine, mabalozi wetu sio niseme hawajui wanachokifanya, wapo tu.
Wapi liliko tumaini lako lilojaza roho, umevunjika moyo. Endelea vizuri kidogo afadhali au shapona kabisa? Kidogo afadhali, sio kama jana na juzi. Na shule naye vipi? Kuhusu shule yani sijui mpambeni, sijui kama nitarudi tena, maana naona aibu. Naanzaje kwenda shule? Shogangu, si ndio ulikuwa unamcheka Mtenda kabako na kimekuta nini? Nimeamini kwa usimcheke mamba kabla hujavuka mtu. Tatizo mdomo umemponza, anaongea sana. Kwani hapa mmekuja kumpa pole au mmekuja kuninanga? Maanake sasa tumekuja kukupa pole na ukweli pia. Wapi liliko tumaini lako lilojaza roho, umevunjika moyo. Wapi liliko tumaini lako lilojaza roho, umevunjika moyo. Wapi iliko ile ndoto yako ilojaza roho, umevunjika moyo. Wapi iliko ile ndoto yako ilojaza roho, umevunjika moyo. Jirani za saizi Unata haya. Mana haipo amani yako. Wewe unajua unanifuatilia sana. Mbona unapenda kuingilia mambo yasiyo kuhusu? Hujafanya kitu gani wewe? Wewe kila siku unanifuatilia mambo yangu yote. Hebu kwanza kwenda chini, unafundisha walimu zangu tabia mbovu, wanafunzi wangu tabia mbaya. Mbavu kabisa wewe. Unafuta. Wewe. Simama juu. Chini. Yo. Chini. Yo. Sogea hapa. Siku nyingine ukirudia tena nitakata hayo masikio yako. Umeelewa vizuri? Haya, potea hapa, sema asante mwalimu. Asante. Mbavu sana. Sasa kuniharibia shule hapa. Nilikuona pale unapigwa na mwalimu mkuu. Yote ni harakati ya kumpambania mtu ambaye hakuthamini wala hakujali. Si ndio? Ya ndio. Yani Mtenda kama Mtenda. Mama ameshazalishwa tayari na yuko nyumbani kwa wakati huu, si ndio? Ya ni kweli, ingawa huenda akawa na manufaa na mimi hapo baadaye baada ya yale ninayompambania kutimia. Unachokipambania kama yapo ambayo yanaweka msukumo kwangu, na labda kwa upande wako huona malengo gani baadaye? Mimi nina malengo kuwa na familia nzuri. Kwa ufupi, mume bora. Wa ina gani? Mwenye kazi yake. Mfano daktari. Yes. Basi nadhani hapo ndipo ambapo mmetofautiana kidogo na Mtenda, kwa sababu wewe unahitaji kuwa na familia nzuri na mwanaume
bora, mwenye kazi nzuri kama hivyo mwalimu, dokta, rubani au nani. Lakini kwake yeye ndio anataka kuwa katika hiyo nafasi. Yaani kama ni dokta basi awe yeye dokta, kama ni rubani basi awe yeye rubani. Na ndio haswa linalonisukuma mimi kumsaidia kutokana na hizo changamoto anazozipitia. Na kuhusu swala la kumsaidia mtu, moyo wangu hauko kwake tu, ila kwa yote ambaye atakuwa anapitia changamoto ambazo na mimi naweza nikashirikiana naye ili kuifikia ile kesho yake, mimi niko tayari. Labda wewe umeniambia hivyo kwa sababu gani? Sijaelewa. Hivi unajua unavyoongea hivyo mimi unaniumiza. Kwa sababu mimi nakupenda sana. Okay. Nafurahi kwanza kupendwa, na mimi ndio maana nakupenda mpaka leo tuko marafiki na hivyo. Ila kwa upande wa kushirikiana na kumsaidia mtu, ondoa shaka yote ambaye atakuwa ana uhitaji na anapitia changamoto ambazo naamini naweza nikamsaidia kwa kidogo nilicho nacho au hata kwa mawazo, nitafanya hivyo. Kwani unaondoka? Benja, ndio unaondoka? Inawezekana. Kama nilivyosikia inawezekana. Nitafurahi kama mwanangu akirudi. Hamna ugumu kweli? Mimi naamini itawezekana, ingawa kwa tazamo na maneno ya mtaani inaonekana kwamba kuna ugumu, lakini ni kwamba tu sina uhakika, ila ndani ya hizo siku 2-3 bidi nikafuatilia vizuri ili nje najibu kamili kwa ajili ya kujua mwafaka wa nitenda nini. Basi sawa, nitafurahi mwanangu akirudi. Basi mimi sio na mengi, nikukimbie ndio na pilika ndogo na vijikazi vya pale nyumbani, tunajua tena. Mama shikao. Marhaba. Benja vipi? Safi mzima. Kwema. Haya mimi nikukimbie. Haya karibu. Asante, mwana na siku njema. Amin. Kaondoka? Mbona haraka hivi? Alikuja tu hapa mara moja kaondoka. Ushamfukuza maana nakujua wewe. Nikwambia kaondoka, uniambie. Haya sawa. Mrembo. Shikamoo. Achana, shikamoo bwana, nataka kunizesha. Ila unajua wewe ni mtu mzima? Mtu mzima namjua. Panda nikupe lift tuondoke. Basi. Basi. Sasa basi vipi? Basi. Wewe? Mimi nataka nikupe lift basi nini sasa? Najua. Unajua nini? Maji tunaovinga hapa tunapeleka kina Ntenda. Moja kwa hata siendi. Leo nina kazi nyumbani. Ila wewe Beka, toka mwanzo kwa amejifungua, unajua kuna kutazama hata siku moja. Mimi wewe mwenye shahidi. Kipindi hicho mimi nilikuwa najifanyaga na mdomo. Wapi liliko
tumaini lako lilijaza roho, mevunjika moyo. Hodi. Wenyewe. Karibu. Karibu sadangu. Wanayo sapanga mwenyewe mshashatu. Karibu, karibu kae. Wapi iliko, wapi ile ndoto yako, ile ndoto ya iloijaza roho, jaza roho, mevunjika moyo. Wapi iliko, wapi ile ndoto yako, ile ndoto ya iloijaza roho, jaza roho, mevunjika moyo. Nilivyomsema ndo machafu. Haya leo hii naanzaje kwenda kwao? Siendi shoga yangu. Una aibu. Twende bwana. Siendi, ukienda wewe inatosha. Siendi. Siendi na sifikiri kweli. Haya. Haya mwaya mama huruma nataka kuangalia. Siendi. Haya mwenzangu wewe bado. Ila nafarijika sana mashoga zangu mnanikumbuka. Mnaniletea kuni, maji. Nafarijika sana. Hata mamangu pia anafarijika. Kawaida mdogo wangu. Si unajua hapa kijijini kwetu mambo kusaidiana. Leo akikukuta wewe, kesho akinikuta mimi utashinda kunisaidia. Ila Rebeka yuko wapi? Maana toka nijifungue hajaja hata kuniona. Rebeka tumepishana hapo, Ismail wetu tunashitaki. Beba ndo ameenda kwao, nimebeba maji nimeleta huko. Anaona aibu kwa kile kitendo ambacho kimemkuta. Hivi nyinyi. Rebeka si shoga yenu? Ndio, tena mnasoma naye. Ina maana tabia zake hamzifahamu vizuri. Rebeka mtoto yule kashindikana. Yaani asikii. Tena hata mimi nina wasiwasi. Hivi anavyosema kwamba amebakwa, inawezekana ikawa sio kweli. Wanaume zake mtaani wanawachuna chuna. Hayo ndo malipo yake. Lakini mamangu hataki hata kusikia. Anamng'ang'ania mtoto asome, mtoto asome. Pale kuna msomaji. Yaani msimfuatishe kabisa. Nifanyeni mambo yenu. Amebadilika sana. Rebeka sio yule ninayemjua mimi. Alikuwa mpole, mstaarabu, mnyenyekevu. Kwa nini ambadilika hivi? Sasa nyie amuone, ingekuwa mtoto mwingine, yeye ndo akuleta hivi vikuni, mimi nikafanya shughuli za nyumbani. Yuko wapi? Yaani mtoto kashashindikana, asikii hata. Kwa hiyo wala msimfuate, fanyeni mambo yenu tu. Rebeka kabadilika sana. Tena sana. Hakuwa hivi mwanzoni.
zote ulikuwa kufanya mambo kama haya. Sio leo kidogo tunakula mboga nzuri. Ungekuwa unafanya hivi siku zote. Lakini wewe unapenda chokochoko, sijui kwa nini. Kila siku mpaka tugombane ndio furaha yako. Shida yako ni moja. Yaani kama hivyo nimepata ndo nanifurahia. Na mzuri nikikosa mimi adui. Mimi kwa wanawake wote mji na umaliza mimi. Hilo tatizo lako. Au unasema wewe? Na matatizo yote nasababishaga mwenyewe. Ila mimi nikiongea mimi ndo naonekana mkosefu. Ila wewe mwenyewe ndo unasababishaga tugombane. Kula. Pumzike. Kuna kesi nitaona kesho. Hapa nimekosa ndo naanza. Wewe si kuna wanawake zako. Basi tule ugali. Wapi liliko tumaini lako lilijaza roho, umevunjika moyo. Wapi liliko tumaini lako lilijaza roho, umevunjika moyo. Asubuhi. Salama, umeamkaje? Mimi mzima. Mwanzo kuna wahi shule leo nimechelewa. Karibu. Haya, baadaye. Haya. Mungu. Hivi kweli ni mimi leo ni wakuagwa? Wakati na mimi pia nilikuwa nawahi kila siku kwenda kuzipambania ndoto zangu. Siamini. Ina maana sitaona nuru tena? Mungu nisaidie. Kwanza Stara, nikuombe radhi kwa namna ambavyo niliondoka mara ya mwisho. Kiukweli sikupanga wala sikupenda iwe vile, lakini nilisukumwa tu kutokana na kile ambacho tulikuwa tumekiongea awali. Lakini nashukuru kwa kuitika wito kuweza nitamani tuweze kuzungumza mawili matatu ambayo nahisi kwa namna moja ama nyingine anaweza kutujenga. Kwa ninavyoamini au ninavyodhani ni kwamba ukifuata haki na kuitazamia zaidi kesho yako utapata kilicho bora, na kama ukitaka kilicho bora basi utakikosa kilicho bora, utapata kisicho bora, na kesho yako pia itakuwa haina nuru. Au unaongopa? Kweli. Na pia ukitazama dunia sasa imekuwa tofauti sana, nyakati zimebadilika. Sasa hivi mwenye nacho na mwenye nacho, tajiri na tajiri. Sasa ukiangalia katika dunia namna hiyo, wewe usiye nacho unakuwa na nani na asiye nacho mwenzio? Inakuwa maisha yaendi, si ndivyo? Ndio maana kwa kipindi hiki ambacho tupo, naamini kwamba ni vyema zaidi tukaitazamia hiyo kesho. Mimi nikiwa naitafuta kesho yangu nzuri, kesho bora, na wewe ukawa unaitafuta kesho yako nzuri, utakwenda utaipata, afu utakuwa bora huko mwishoni. Kwa watu wazuri, huenda hata mimi mwenyewe nikawa mnako kama ilivyokuwa, kama yalivyo matamanio yako.
na nikawa mume bora kwako na wewe ukawa mke bora kwangu. Lakini kama tusiposimamia haya sasa, kesho itakuwa sio bora, tutakuwa asinacho na asinacho, afu maisha yatakuwa yaende. Najua Mtenda alinielewa mtazamo wangu, na mimi pia nilimuelewa maono yake, kesho yake anayowaza, hata kabla hajapitia hizo changamoto. Na zilivyomkuta nikaona kabisa bado ile fikra chanya aliyokuwa akiniwasilishia, akiniambia, akinishirikisha bado imo ndani yake, na nikishirikiana naye akaweza kuyavuka haya au changamoto alionayo, bado ataendelea kusimamia ile kesho yake aliyokuwa anatafuta. Ndio maana hata nilikwambia kwamba sio yeye tu, na yote ni kwa sababu sikwenda kwa sababu ya mapenzi au mahusiano, hapana. Tulikutana shule kama nilivyokutana na wewe, lakini anayewaza kesho yake nzuri, afa akapitia changamoto ambayo naamini naweza nikamsaidia kwa hatua moja au nyingine, nashirikiana naye yoyote hiyo. Hayo mambo mapenzi yanakuja baadaye au yanakuja baadaye. Kwa hivyo mimi naamini katika hiyo kwamba tuwasimamie haya na kesho itakuwa nzuri. Na nikwambie tu kwamba muda si mrefu Tenda tutakuwa naye shule, sababu tupo kwenye shamaliza harakati zote. Anarudi? Ya, anarudi tena sio mbali sana. Kesho tutakuwa naye shule. Sawa. Ya, kwa hiyo na mimi nafurahi pia kwa kuweza kulikamilisha hilo. Nimeshirikiana naye, najua ya angalau kwamba mtu nilishirikiana naye hajaweza kupoteza, anarudi sasa na ataendelea na kutafuta kesho yake. Mimi nilipita tu kwa ajili ya kushirikishana na machache na kuomba radhi kwa kile ambacho kilitokea mara ya mwisho. Sawa. Naona pia kengele ya nyumbani shalia, kwa mimi nadhani kuache shakuwa jioni sasa. Sawa. Asante, jioni njema. Haya, na kesho. Vipi hali yako? Kabisa. Kwa kama umenyongea hivi, umepoa. Niko sawa nje. Sio kweli. Unajua nimekuona leo shule. Nimeongea na mwalimu. Madam ameniambia kila kitu. Siwezi tena kurudi shule. Madam ameongea kwa hofu. Mkuu wa shule amekataa, tena hataki hata kusikia hili swala. Mkuu wa shule? Kwa kuwa yeye ni sijaelewa hapo kwamba yeye mkuu wa shule ndo mkuu wa wanafunzi au ndo mkuu wa maisha ya watu? Yeye ni mkuu wa kesho yako? Unajua Mtenda, mara kwanza kwa tunakwambia kwamba nimesikia, ndio nilikuwa sina uhakika, na ndio maana nikakwambia nitaenda kufuatilia. Ni baada ya kufuatilia sasa nina uhakika 100%. Na aliyetoa kauli hiyo sio mkuu wa shule zote za Tanzania au mkuu wa shule wa mikoa mikubwa, hapana. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio amesema hivi.
kwamba mtoto akipitia hali kama uliyopitia wewe na akawa salama, ana uwezo wa kurudi shule kwa utaratibu maalum, na ndio huo ambao nienda kufuatilia mpaka nikapata na uhakika. Sasa yeye mwalimu anaongea hivyo kama nani ili akatishe kesho yako? Ni kweli rais yuko juu. Alopitia changamoto kama mimi anaruhusiwa kurudi shule, lakini mkuu wa shule amekataa, tena hataki hata kusikia hili swala. Madam anahofia, tena ameongea kwa hofu kubwa. Yaani sio wewe, sio madam, hakuna yeyote ambaye anaondoka pale shuleni. Hiyo hofu ya madam kuhusu ajira yake haitokuwepo, kwa sababu rais ameshasema haiwezekani mwalimu mkuu atishie ajira ya mwalimu kwa sababu ya kumruhusu mwanafunzi arudi shule, au atishie kesho yako wewe, hatalishi kesho yako kwa sababu tu umejifungua kwa sheria zake binafsi. Yeye kama nani? Kwa sababu sasa hivi na uhakika 100%, wewe niamini mimi kwamba unarudi shule. Sawa? Na ndio nipo kwenye hizo harakati za mwishoni. Niamini mimi kwamba unarudi shule. Unarudi shule. Benja, wapi liliko tumaini lako? Mama, unasemaje kulikotoka? Nilikotoka mwanangu, nashukuru Mungu. Na kama unakumbuka siku ile nilivyokuambia nitafuatilia, sheria itapata mkondo wake. Kwa hiyo leo yametimia, wote waliofanya wamekamatwa. Kikubwa zaidi, daktari amethibitisha vipimo vyote viko salama, hana ujauzito na wala hana maambukizi yoyote. Kweli hilo ni jambo zuri kwetu, na hata hivyo na imani sasa itakuwa funzo kwake. Maana kama alikuwa na michezo michafu kwa hili, sidhani kama atarudia tena. Ni kweli, kwa sababu hata wazee walisema asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na Mungu. Tunaamini kabisa sasa hivi marekebisho aliyoyapata ni makubwa, ni kiasi cha kushukuru Mungu, ili mradi arudi shule atimize malengo yake. Kwa kweli leo nina furaha, na hata chakula kinaingia katika sehemu yake. Sio wewe tu, hata mimi na imani atatimiza malengo yake. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Mana haipo thamani yako, ule mwendo wako mekatishwa no. Sasa kama sera na mwalimu havipatani, tumaini liko mkono gani? Leo yake inapewa nguvu na nani ili kesho imkute akiwa bado wa thamani? Ajiite tena Ntenda Rubani. Anatamani awe mke bora kwangu, na mimi nije kuwa mme bora kwake. Yote ambayo nakwambia ushahakikisha. Na nafurahi kwa kuona una imani na mimi kama nilivyo na imani nawe. Mchana niambia kwamba baada ya shule ahadi ya kwanza kubwa ni kuoa. Ni kweli. Na akasema hata tukipangiwa shule tofauti tutaenda tutajifunza. Ndio mimi na wako sasa. Tunaishije? Unajua cha kwanza tunataka tutengeneze maisha bora. Sasa baadaye tukija kupata watoto waje wenyewe. Hakija kutoka wapi? Kisa. Sio mbaya. Na kwa sababu
Anachosema ni kweli, lakini haya maisha bora nasema ya baadaye yanaanza kujengwa kuanzia sasa. Ni kweli. Kwa kujitunza kama unavyosema, lakini pia kuzingatia tunachokifanya sasa. Naonyesha kusoma. Hawa wengine anaweza katokea watu nini, lakini kwa tuna msimamo. Mimi naiji nitakuwa nao. Sinajua gani fanya mambo ya muziki. Yeah. Okay. Ile tamasha la shule ukuwepo. Kuna mambo moja niliimba watu walikuwa wanapenda kweli. Basi niambie. Usiende pupa maana bado mengi hujayaona tena, utunze wako usichana, mkumbuke Maulana, kinga usiku mchana. Baby. Mbona kama inanihusu mimi? Namgusa kila msichana kwa sababu sio kila msichana, kila mtu ambaye anataka kujitunza na kwa ajili ya kesho yake, sio? Sasa kwa nini iwe hivi mapema? Kwa nini njia isiwe nyoofu tu? Na ni kweli fikra zote zitakuwa zimekufa katika hili lilompata. Mimi ni kwa daktari, wewe mwanajeshi. Umia vitani na kutibia. Wanajeshi wazee wa hesabu. Matokeo ya damu. Mimi na mimi pambana. Basi pambana. Hata mimi. Somba ila naona kama nakaribia kuwa mpweke. Kwa nini? Sasa nataka kufikisha nyumbani hapo mimi. Kama mwenyewe. Ni kweli mimi nishafika kweli. Naona nisindikize. Nimechoka. Sasa kweli. Nimechoka bwana. Kesho. Sawa Somba. Nafahamu pia kwa kusimama peke yake hawezi. Ingawa naamini sio dhaifu kiasi hicho. Sawa, kwa kuwa ananiamini, tasimama naye. Tasimama naye. Hii si inawakilisha eneo, ndio maana kwa definition hapa akasema photography refers to the representation of an area of the Earth's surface on a special sheet by using a special instrument called camera. Yaani unawakilisha sura fulani ya dunia kwenye karatasi maalum kwa kutumia kifaa maalum kinaitwa kamera. Hiyo ndio maana unaona picha haziwi kwenye karatasi kama hizi za kawaida. Na kwa kwenye zile karatasi fulani za kuteleza hivi. Ingawa mimi sijajua jina lake. Unaona hizo? Ni pia sijazifuatilia. Ila sasa picha zinachukuliwa za aina tofauti tofauti. Picha inaweza kuchukuliwa kutoka juu moja kwa moja na ndege au na drone unasema, au nyingine ikachukuliwa na hata juu ya mlima kwenye mteremko fulani. Nyingine tunachukua hivi kawaida tukiwa ardhini hapa. Hapo ndio tunakuja kuziona types of photography. Maana hapa ziko types kubwa zipo 3, lakini moja imegawanyika sehemu mbili. Kuna baba mtoto unasoma mtoto wako linalia saa hizi huko. Mbona niangalia hivyo? Okay, kwa hiyo tunazo hizi za kawaida ambazo ni horizontal. Horizontal maana yake ni ulalo. Benjamin.
Hivi una matatizo gani wewe? Kwani unapenda kuingilia majukumu yangu ya kazi Benjamin? Kitu gani wewe kimekufanyisha uende wizarani kama unashtaki mimi? Usiniambie hivyo bwana. Yeye ameshachagua maisha yake. Unanitafuta nini mimi wewe? Kitu gani kitakufanyisha uende wizarani kumshtaki? Kitu hakuna cha ni kitu gani kitakufanyisha? Hebu jana tonto. Unaingilia vitu visio kuhusu tu. Apililiko tumaini lako lilojaza roho, umevunjika moyo. Wapililiko tumaini lako lilojaza roho, umevunjika moyo. Wapi iliko ile ndoto yako, ilojaza roho, umevunjika moyo. Wapi iliko ile ndoto yako, ilojaza roho, umevunjika moyo. Hodi. Mana haipo amani yako, amani ya mwendo wako, mekatishwa no. Mama yako amekuta? Mama ametoka, ameenda shamba. Anarudi muda gani? Sijajua. Utampatia mama. Sawa. Alafu pia kesho asubuhi wahi shule. Sawa, haina shida. Sawa? Sawa. Tunaondoka? Au bado upo? Mimi bado nipo kidogo. Sasa mimi nikipotea? Haisi naenda moja kwa moja mpaka barabara kubwa tulikotokea. Okay. Haya. Tukutana shule. Kesho mwai asubuhi. Sawa. Agizo kwa mzazi wa mwanafunzi. Kulingana na kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wa shule unakuagiza kumfikisha mwanao Mtenda Magembe shuleni kwa ajili ya kuendelea na masomo. Asante. I'm in love with you, my boyfriend, who has always been by my side. I never thought that there could be someone who could stand with me till the end. I'm in love with you, my boyfriend, who has always been by my side. I never thought that there could be someone who could stand with me till the end. You are my Lord and my provider. You are my giver, my defense. You are my guide, and this is your grace to me. After all I have gone wrong, you are my Lord and my provider. You are my giver, my defense. You are my guide, and this is your grace to me. After all I have